Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kwa mujibu wa Biblia, kuna mambo mbalimbali yanayoweza kuharibu akili, fikra na ubongo wa mwanadamu, hasa kupitia matendo, mawazo mabaya na mambo yanayoingia kupitia milango ya fahamu. Kwa mujibu wa Biblia, tukajifunze mambo 7 yanayoweza kuharibu akili na fikra ya mwanadamu. Moja ni ulevi na ulafi wa kunywa pombe. Ulevi na ulafi wa kunywa pombe unaharibu akili kwa kufifisha uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, hupunguza utambuzi na kuleta utegemezi wa akili. Biblia inaonya vikali kuhusu tabia hizi, ikionyesha jinsi zinavyopoteza hekima kwa mwanadamu. Athari za pombe. Pombe hudhoofisha uwezo wa kufikiri sawasawa. Inamfanya mtu kufanya mambo ya aibu bila kujua. Inaleta ugomvi na vurugu zisizo na msingi. Inaharibu seli za ubongo na uwezo wa kukumbuka. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 20 aya ya 1 inasema kuwa mvinyo hudhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Ukisoma Isaya sura ya 5 aya ya 11 inasema kuwa ole wao waamkao asubuhi na mapema, wapate kufuata kileo, wakishinda sana hata usiku wa manane, mpaka mvinyo uwake kama moto ndani yao. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya 21 inasema kuwa husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sababu ya pili inayoweza kuharibu akili na ubongo wa mwanadamu ni msongo wa mawazo. Hali ya msongo wa mawazo, hofu kupitiliza na wasiwasi huondoa utulivu wa akili na kufanya mishipa ya fahamu kushindwa kuchakata taarifa vizuri. Jambo hilo husababisha mtu kufanya maamuzi ya pupa, ya upofu na ya kujutia. Wasiwasi mwingi hufanya sehemu ya ubongo inayohusika na ubunifu na utambuzi ishindwe kufanya kazi vizuri. Mtu akiwa amechoka au amevunjika moyo hufanya maamuzi ya haraka kwa kutumia hisia za muda mfupi badala ya kutafakari matokeo ya baadaye. Ukosefu wa amani ya ndani huleta ukungu wa kiakili na kuyafanya hata mambo yaliyo wazi yaonekane magumu au ya kutisha. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 6 inasema kuwa msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sababu ya tatu inayoweza kuharibu ubongo au akili ya mwanadamu ni pamoja na wasiwasi na mashaka kupita kiasi. Wasiwasi na mashaka kupita kiasi huleta msongo wa mawazo unaodhuru sehemu ya mbele ya ubongo, na hivyo hupunguza uwezo wa kufanya uamuzi sahihi, hudhoofisha kumbukumbu na kuongeza homoni hatari mwilini. Biblia inaleta mwongozo thabiti wa kuacha hofu na kukabidhi mizigo yote kwa Mungu ili kupata amani ya akili na roho. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya 34 inasema kuwa basi msisumbukie ya kesho, itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 aya 7 inasema kuwa maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 12 aya ya 25 inasema kuwa uzito katika moyo wa mtu huinamisha, bali neno jema hufurahisha. Sababu nyingine inayoweza kuharibu fikra, akili pamoja na ubongo wa mwanadamu ni kuijaza akili mawazo machafu na maovu. Kuijaza akili mawazo machafu na maovu kuna haribu amani ya roho, kuna najisi tabia ya mtu na kumtenganisha na Mungu. Biblia inafundisha kwamba mawazo haya huzaa dhambi za matendo na kudhoofisha nguvu ya kufanya mema. Athari za mambo mabaya. Mawazo ya uovu huleta hofu, tia na sonona. Mtu huanza kuona dhambi kwa kitu cha kawaida, huondoa upendo na kuleta chuki na ugomvi kwa wengine. Mtu hupoteza uwezo wa kusikiliza sauti ya Mungu. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 15
aya 19 inasema kuwa kwa maana mioyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 6 aya ya 5 inasema kuwa Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Jambo la 5 linaloweza kuharibu ubongo, fikra pamoja na akili ya mwanadamu ni kufikiria mambo ya uasherati, ukatili na udhalimu. Huchafua mwenendo wa mtu. Kufikiria mambo mabaya kama uasherati, ukatili, udhalimu na huchafua moyo, hudhoofisha uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kuleta msongo wa mawazo na kuharibu uhusiano wako na Mungu. Biblia inaonya wazi kuwa mawazo machafu huzaa matendo maovu na kumtenga mtu na utakatifu wa Mungu. Athari za kufikiria mambo ya uasherati, ukatili pamoja na udhalimu ni pamoja na kuleta hofu, hatia ya kukosa utulivu wa ndani. Kuleta hofu, hatia na kukosa utulivu wa ndani humfanya mtu ashindwe kutambua mema na mabaya. Mawazo yakijirudia mara kwa mara hugeuka kuwa mazoea na hatimaye matendo. Huifanya akili izingatie mambo ya kidunia badala ya mambo ya kiroho. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 15 aya 19, kwa maana mioyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya 8 inasema kuwa aya 8 inasisitiza kuwa kufikiria mambo ya kweli, ya staha, ya haki, safi na yenye sifa njema. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 23 aya 7 inasema kuwa maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo akwambia haya kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Jambo la 6 linaloweza kuharibu ubongo, fikra au akili ya mwanadamu ni kukosa maarifa na kuepuka hekima. Kukosa maarifa na kuepuka hekima huifanya akili kudumaa, kushindwa kupambanua mema na mabaya na kuleta angamizi kwa mtu au jamii. Akili inayokosa mwongozo wa neno la Mungu hufanya maamuzi ya upofu, kiburi na kuanguka kwenye mitego ya maisha na dhambi. Athari za kukosa maarifa: akili inakosa uwezo wa kutafakari matokeo na mambo ya mbele. Mtu anakuwa mgumu kuelimishwa na kuongozwa na mambo sahihi. Jamii au mtu binafsi hupotea kwa kukosa mwanga sahihi wa kiakili na kiroho. Ukisoma kitabu cha Hosea sura ya 4 aya 6 inasema kuwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 1 aya ya 7 inasema kuwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 4 aya 7 inasema kuwa bora hekima, basi jipatie hekima, naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Jambo la 7 linaloweza kuharibu ubongo wako, akili au fikra ya mwanadamu ni kusikiliza uongo na maneno ya upuuzi. Kusikiliza uongo na maneno ya upuuzi huharibu akili kwa kupotosha ukweli na kuleta mashaka na kujaza fikra hofu na uchafu badala ya amani. Biblia inatahadharisha dhidi ya mambo haya kupitia mafundisho mbalimbali yanayosisitiza kulinda moyo na mawazo. Athari mojawapo za kusikiliza uongo pamoja na upuuzi kwa mwanadamu: huharibu ufahamu wa mambo ya kweli na haki, hujaza akili hofu, chuki na mawazo mabaya, huzuia mtu kufanya maamuzi ya busara na hekima, hupoteza muda na nguvu za kiroho katika mambo yasiyo na faida. Ukisoma kitabu cha Mithali sura ya 12 aya 22 inasema kuwa midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali matendo ya uaminifu ndio furaha yake. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya 29 inasema kuwa neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Tunapomalizia makala yetu ya siku ya leo, Biblia inatufundisha kupitia Mithali
sura ya 4 aya 23 kuwa linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima.